ni tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku ya Sabasaba. Leo Dar es Salaam tuko siku yenye mvua na kuna manyunyu, na sasa kwa manyunyu hali ya baridi, labda ndio maana umeona nimevaa nguo nyeusi, nguo nyeusi na leta joto. Ningependa leo tuzungumze sikukuu ya Sabasaba na tuangalie wazee wetu walifika vipi ile tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 54, na tuangalie vipi sikukuu ya Sabasaba ilivyokuwa. Leo Dar es Salaam kidogo watu wana wasiwasi kwa sababu ya kusikia maneno ya maandamano. Kwa hiyo kumekana kijihofu kidogo, ingawa Sabasaba haishangiliwi hivyo kama ilivyokuwa siku za nyuma. Sasa hebu tuanze na ile ofisi iliyokuwa mtaa wa New Street na Kariakoo, ambayo baadaye ndio kuja kuwa ofisi ya 5, na wakati huo tumeanza ofisi ya African Session. Ofisi ile ilijengwa kwa kujitolea, na wakati ule uongozi wa African Session ndio ulikuwa rais alikuwa Mwalimu Cecil Matola Miau, alifariki mwaka wa 33. 29 ndio umesha Association. Alikuwepo mzee Class Secretary, alikuwepo Ibrahim Hamisi, alikuwepo Ali Saidi Mpima, alikuwepo Suleiman Majisu, Zibe Kidasi, alikuwepo Rakas Kusi, alikuwepo Rawson Wasi. Hao ndio walikuwa waasisi, jumla yao walikuwa watu 9. Sasa imekwenda mpaka kufikia 50 tena. Hao wazee waliondolewa katika mapinduzi yaliyofanyika mwaka 50, na watu 3 ndio walikwenda ofisini pale kufanya mapinduzi. Kikisa kana hadithi ya bwana marehemu mzee Dosa Azizi nyumbani kwake Ruvu Mlandizi. Anasema tulitoka watu 3, yeye Hamza Mwapachu na Abdusaiks. Anasema Abdusaiks na Hamza Mwapachu wao waliingia ndani, wakamkuta mwenyekiti Bwana Thomas Plantan pamoja na katibu wake mzee Mtamila, Clement Mohamed Mtamila hapo ndani. Ikawa vurugu pale, wakatoa wazee pale kwenye uongozi, lakini ile kukubalika, ukatishwa mkutano mwingine na Waingereza wenyewe. Kwa nini Association inakuwa na vurugu? Na hiki shakeleza mara nyingi, wakisema wafanye uchaguzi, na mtu alisimama sana kuingiza vijana kwenye tano kwa Schneider Abdullahi Plantan, ambaye Mwalimu Thomas yule ni mdogo wake. Tizama hamasa zilizokuwa. Mdogo mtu anamtoka kama mtu kwenye kiti ili chama kipate nguvu, akiingia vijana. Kwa hapo akaingia Dr. Vedas Kiaruzi, rais, Abdusaiks akiwa katibu. Sasa tuje ndo mapinduzi yashafanyika. Sasa 49 Waingereza returning alileta changamoto kwa Afrika. Kaambia Afrika, niambieni mnataka tuitawale vipi nchi hii. Na yalikuja mapendekezo mengi sana, lakini mapendekezo ambayo yalitia fora, na ile fora yenyewe kaletea matatizo wale viongozi. Ni kuwa wao walisema maneno mengi, lakini maneno mawili haya hawakuyapenda Waingereza, kuwa
unataka uchaguzi katika legislative council, baraza lile la kutunga sheria la Kiingereza, bunge, wananchi wapige kura, na vile vile baada ya 13 waondoke, waachie nchi. Wananchi sasa wanataka uhuru wao. Sasa na kuna historia ambayo huwa watu hawaijui sana, na nitaeleza kidogo. Ni kuwa kulikuwa na madaktari 5. Dr. Mutangarwa, Charles Mutangarwa, huyu ndo Mwafrika kwanza kupata degree ya sheria ya daktari. Alikuwa Dr. Michael Gazia, alikuwepo Dr. Luciano Sere, alikuwapo Dr. Wilbur Mwanjisi. Jumla yao walikuwa 5. Na John Alif yeye ameandikia kitabu maarufu kinaeleza. Sasa mimi nimebahatika, marehemu Juma Pacho alinipa mswada wa kitabu ambacho ameandika Dr. Kiaruzi. Anaeleza harakati zile miaka 50 mpaka ikawafikia wao kuwaudhi Waingereza na kuwaondoa, kuwapataso kwa toa Dar es Salaam na kuwapeleka mikoani kusikilizwa kitaa majimbo, na nia ilikuwa kuwavunja nguvu. 50 tunakwenda haraka. Sasa walipoondoka pale, ikawa chama kidogo kama kinapata matatizo na hawajui wende mbele vipi. Sasa Abdul Saix akafunga safari akiongozana na Alimi Tambo kwenda kwa Mzee Mapacho. Mzee Mapacho alijikuta yuko na Nsio kisiwani kule, kwenda kumuuliza vipi wafanye sasa ili chama kisidorore. Mzee Mapacho hapana, imechanganya. Hii ilikuwa safari ya kwanza alikwenda Abdul Saix alikwenda peke yake na mkewe tu Madezi walikwenda. Hamza akamwambia Abdu, wewe hapo ukirudi Dar es Salaam ili chama kipate kiwepo, lazima uweke aweko mtu ofisini pale ambaye atakuwa anaifungua ofisi kila siku. Na aliporudi Abdul Saix, wakati yeye ndo alikuwa acting president na secretary, akamleta mtu mmoja anaitwa Tobias Alexander. Tobias Alexander wakafanya kazi Sauti ya Dar es Salaam. Akamleta pale, akawa ndo executive secretary, ndalipo mshahara. Huyu ana historia peke yake. Ni kuwa mwita Alexander Tobias, hapa jina yake ni Tobias Alexander. Miaka mingi tena na changanya majina. Basi Alexander Tobias huyu alikuwa mtu wa special branch, na Abdul Saix alipompa kazi pale kuwa executive secretary, akawa yeye siri zote za taa zinawafikia Uingereza bila shida. Tuliacha hilo, lakini katika ule mkutano wa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 54 wa kuunda chama cha 5, sasa ajenda ya kwanza ilikuwa kuthibitisha kufukuzwa kazi kwa Alexander Tobias. Ni bahati mbaya sana wanahistoria wetu, kuna mambo mengi wameyaacha, na sijui kwa nini wameacha, na inakuwa mtu hupati picha nzuri kama utasoma ile utaisoma historia ambayo utasoma ndio historia rasmi. Lakini tuje siku wamekaa ndani ya ofisi ya taa, Mwalimu Nyerere, Abdul Wahid Saix, Ali Dosazizi, wanaamua sasa tunataka kuunda chama cha 5. Lazima iwe 5. Ofisi yenyewe ilikuwa kijofisi, unaweza kusema ni kijofisi, kwa sababu kulikuwa na chumba kimoja wamemkodisha Muhindi Dobia, anapiga pasi, anafuata kupiga pasi, na wao wana chumba chao kimoja, hata viti hakuna.
wengine wamekaa kwenye masanduku ya soda. Mwalimu amekaa kwenye kiti, nadhani hali kwa sababu mdogo, yeye atakuwa ameweka kwenye sanduku la soda. Pale ndio walipomua nje ya barabara ile msone ile Lumumba Avenue, pale ilikuwa ni mchanga mtupu pale, na nyuma ndio yuko nyumba ya Bimo Mtoro Biti Chuma, ambayo baadaye ilikuja kufanya kazi kubwa sana katika kuhamasisha ile mikutano ndani na Mwalimu kuja kuzungumza na nchi. Basi ikawa ile katika mambo yalizungumzwa makubwa baada ya Alexander, nitazungumzia ile memorandum ambayo ilipeleka kwa Governor Twining. Na Governor Twining serikali ilipata ile, Waingereza wale hamaki wakaamua kuhamisha uongozi mzima wa taa kupeleka katika majimbo. Ile document ile, mimi sikujua hii document nani hasa alishughulikia mpaka niliposoma sasa kwenye mswada wa Dr. Kiaruzi anaeleza. Na Dr. Kiaruzi ukienda ukisoma kitabu cha Judith Listowel, The Making of Tanganyika, utaona Judith Listowel kama vile, na nadhani ndio ilivyokuwa, Dr. Kiaruzi alimpa Judith Listowel alipokuja kufanya utafiti hapa wa historia ya tano, alimpa ule mswada kwa sababu Judith Listowel ni kama vile kahamisha maneno yale akaweka kwenye kitabu chake. Anaeleza Kiaruzi kuwa hii document hii ilipata uzito kwa sababu Dr. Sera alishiriki, lakini wao nje, sio katika ile kamati ya ndani ya TA Political Subcommittee, nje ambayo wao walikuwa watu watatu, yeye, Kiaruzi, Sere na Dr. Wilbard Bonjisi. Wakaweka mapendekezo ambayo mapendekezo haya Hamza Mwambacho bila shaka alikuwa kialeta vile vile katika kamati ya taa ile Political Subcommittee, na ndio ikatoka. Na kitu kingine ni kuwa taa walikuwa wamemleta L. Seaton. Maki L. Seaton alishauri TA Political Subcommittee, maki walimchukua yeye kama mshauri wao katika mambo ya Mali Territories, kuwa kama wanataka wanataka hasa kupambana na Uingereza, sio kufanya mazungumzo na Uingereza, wafungue mazungumzo sasa na Yuno. Lakini taarifa zote za Uingereza kunapata kupitia kwa Alexander Tobias, maki ndio kwa executive secretary. Huu waraka huu ulizungumzwa vile vile kwenye mkutano wa kuasisi chama cha tano. Sasa chama cha tano kimeanzishwa ilikuwa mwezi wa 7, mwaka 54. Mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa kwanza, wa pili, baada ya miezi 8 Mwalimu Nyerere anakwenda Umoja wa Mataifa. Katika mkoba wake hii document hii ndiyo ilizungumzwa, ndiyo aliyoisoma pale mbele ya kamati ya udhamini ya nchi zilizokuwa chini ya udhamini wa Uingereza. Lakini kwa bahati mbaya historia hizi hakuna mtu ataka kuzieleza, na hii ndio imekuwa tatizo kubwa. Na hata nilipoandika mimi katika kitabu cha Abu Said, na hadi leo hatujaweza kukubaliana kuwa kulikuwa na watu hawa na walifanya kazi hizi. Na labda kama mswada wa kitabu cha Dr. Kiaruzi kingechapwa kwa kitabu na watu wakasoma, yakakieleza
kuwa ilikuwaje mpaka ukapata waraka ule ambao Mwalimu alikuwa nao Umoja wa Mataifa. Labda watu wangeamini, lakini akisema Mohamed Saidi inakuwa kidogo watu wanapata shida. Wakimsema Judith Listoya, hakuna mtu anamana kijua kitabu cha Judith Listoya. Kitabu kilitoka mwaka 19. Judith Listoya alikuja hapa Tanganyika na alipokelewa na Abdul Sati. Alitokea Nairobi Judith Listoya, Uingereza, akaja Nairobi kwa Peter Colmo. Peter Colmo akamwambia mimi nakupa mtu wangu huyo hapo Dar es Salaam, Alisati atakupeleka kwa watu wote kwa mwaka 65, atakupeleka kwa Mwalimu Nyerere, atakupeleka kwa Mzee Mwapaji, atakupeleka kwa kaka, utazungumza, alizungumza na wote. Na sasa tuje kujisabasaba. Sabasaba ilikuwa ikisherekewa kwa nguvu sana. Nakumbuka kuna picha nikipata nitakutoeni hapo muione, mwaka 56 Sabasaba Mnazi Mmoja, watu wanapiga magoma, zile matawi ya tano yanapambwa, inakuwa sherehe kubwa, na mpaka uhuru ulipopatikana ilikuwa Sabasaba inapendeza. Sikuambii sasa tumekuja kuanzisha maonyesho ya Sabasaba. Ikawa Sabasaba ni sikukuu katika sikukuu ambazo hakika zikichangamsha. Leo Sabasaba imekuwa si kama ilivyokuwa, na mwaka huu sasa hivi natazama kwenye mtandao nasema Sabasaba watu uwanjani si wengi kama walivyotegemea, kwa ajili ya hofu ambayo imekuja kuogopa maandamano. Basi ilikuwa tuzungumze kidogo kuhusu hili la Sabasaba ilikuwa wakati sisi tulikuwa wadogo, tulikuwa tunaionaje. Hakika ilikuwa inang'ara Sabasaba. Basi natumalizie hapa.